tunakushukuru kwa ajili ya dakika kama hii Bwana, ambao Bwana uko tayari Bwana tukasikie neno lako Bwana. Hatuishi kwa ajili ya chakula ambao sisi tunakula Bwana, tunaishi kwa kila neno ambalo litokalo katika kinywa chako Bwana. Tazama Bwana, tunaingia wakati wa kusikia neno lako Bwana, ambalo tu unaweza fanya tukapokee uzima wa milele na tukapate nguvu katika hii safari. Bwana, tuomba katupe nguvu ya kusikiza neno lako Bwana. Tuomba tutayarishie moyo zetu Bwana, tukakupokee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tuomba kunenewa na Roho wako wa kweli ambaye tumefugulisha mahara hapa Bwana, akatunenee, akaongee na maisha yetu Bwana na wokovu wetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tukifundishwa Bwana tutasikia, tukiambiwa tubadilike Bwana tutabadilika Bwana. Na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Pigia Bwana makofi mazuri. Tunaweza chukua viketi vyetu ili tukaweze. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kunipa kibali cha kusimama mbele ya madhabahu yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hii ni madhabahu ambayo imejengewa Bwana kwa ajili ya watu wake wakaingia mahara hapa. Bwana asifiwe. Na sio rahisi kusimama mahara hapa. Bwana asifiwe. Ila ni kwa uwezo wa Bwana. Sijui wakati mwingine wewe huchukua namna gani unaposimama mahara hapa, lakini nataka nikakwambia kwamba ni kwa ajili ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo saa ile umesimama mahara hapa, juu ya kwamba Mungu na akuone. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nashukuru mtumishi wa Mungu Pastor Peter kwa ajili ya hii nafasi na kujua ya kwamba nitanena habari ambayo ni habari njema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata nyinyi pia ningeweza kuwapongeza, kuambia kwamba asanteni, maana mliingia mahali inastahili. Bwana asifiwe. Si tungekuwa na mahali tungeenda, ama marafiki ambao tungeenda tukaende mahara ambapo wanataka tukaende. Bwana asifiwe. Lakini tukachukua chaguo la kuingia katika nyumba hii, na ni nyumba ya Baba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe chukua nafasi kujua kwamba hujakuja hili juu ni kawaida. Bwana asifiwe. Hebu kwanza geukia mwingine mwambie toa ukawaida ndani. Umesikia kweli? Mwambie toa ukawaida ndani yako. Sasa unajua ungekuwa kawaida inaweza kuambia lazima pastor asimame mahara hapa. Bwana asifiwe. Sio kawaida. Bwana asifiwe. Tunaenda katika utawala ambao ni utawala wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na mambo ya kifalme ya mbinguni sio ya kawaida. Bwana asifiwe. Swali ikaulizwa hapa asubuhi na mtumishi wa Mungu nikafurahia. Bwana asifiwe. Na mimi unajua nilikuwa nafikiria nini? Kwa nini ni Yesu Kristo alijua hiyo habari? Kwa nini yeye tu ndiye aliona? Yule ameweka ile aba ameweka shilingi kidogo sana kwenye ile kitu ambacho ni cha kutolea. Bwana asifiwe. Wengine hata neno inasema aliita wanafunzi. Si ndio? Hivyo ndivyo neno ilituambia mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo wao walikuwa wanaona ni kawaida watu watoe 7,000, 10,000. Bwana asifiwe. Lakini mawazo ya Bwana sio kama yetu sisi wanadamu. Bwana asifiwe. Na akapeana mfano mzuri. Nikitoa 100 sitapongezwa kwa njia waza MC. Kuna wale MC hapa wachukue hiyo habari leo. Ni kama ni 100 hata haitajwi. Bwana asifiwe. Lakini yule ametoa maelfu na 100 na mamilioni, hata karibu tumkatize tumwambie imefika mwisho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo vile jinsi Mungu wetu anatazama mambo sio vile sisi tunatazama. Bwana asifiwe. Na ndipo uliona wakati yule mama alitoa hizo shilingi tu alikuwa nazo, Yesu Kristo aliweza kutambua. Bwana asifiwe. Maana yeye hakuwa anaenda na kawaida. Yeye sasa hakuwa anataka kuangalia yule ametoa sana. Bwana asifiwe. Alikuwa anataka kuona ile roho ambao ni roho ambao iko na kunyenyekea na kubodeka ikifanya ile sababu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningetamani sana hata vile mtumishi wa Mungu alikuwa anaambia watu wa Mungu wanazidi kutiwa nguvu. Bwana asifiwe. Lakini pia nikakumbuka hii nguvu inatokana na jambo ambalo linaitwa maombi. Bwana asifiwe. Na ndiposa tuko katika mwezi wa maombi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningependa kuhubiria nikuambie ile mambo Mungu amenitendea, lakini mwisho wake naona haitakuwa labda na faida kwako. Bwana asifiwe. Maana sisi sote niliona pale katika group ya kanisa imewekwa kuna kigoja murago. Bwana asifiwe. Ambao ni murago wa baraka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kibuyu chako kikijaa
Mwingine yako katika ile nafasi ya kitaka hata yake ijae. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika ile mambo Mungu amenitendea, ni kweli naweza penda kukuambia ili hata wewe ufurahie. Bwana asifiwe. Lakini sioni kama nitakuwa nimekusaidia kung'ang'ania hii jambo ambalo tung'ang'ania, ambalo ni ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nilipokuwa nafikiria vile hiyo injili itakuwa ya kunena nguvu, Bwana asifiwe, lakini roho hakai namna ile. Bwana asifiwe. Nikakumbuka na nikakumbushwa na roho wake ya kwamba tuko katika mwezi wa maombi. Bwana asifiwe. Na si ati ni hapa 50th, makanisa mengi kama sasa mahali nilikuwa nafanya kazi katika kanisa moja pale mjini Gikoba. Bwana asifiwe. Na mimi sikujua nimechagua siku ya Jumatatu. Sasa mimi nilikuwa naichagua ni ile siku iko na majaribio mengi sana. Bwana asifiwe. Tukiingia kazini saa nyingine unakuwa haiko kama vile ulikuwa unastahili. Bwana asifiwe. Na mwingine atakwambia na story nikakununulie lunch. Bwana asifiwe. Sasa mimi nikasema hii siku iko na majaribu ndio nitataka hii ya Jumatatu. Ndio nijulishe ufalme wa giza ya kwamba Mungu wetu ako na nguvu zaidi. Bwana asifiwe. Na nimjulishe ya kwamba mimi na wewe sisi ni wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Abia mwingine mimi ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Mtumishi Pastor Dongo hapa alituambia asubuhi hatustahili kuambiwa tutabarikiwa. Na sijui kwa nini wengine wanaenda kutafuta baraka na fedha ama na mambo mengine. Bwana asifiwe. Na nikasema hiyo ni kweli, maana kitabu imeandikwa hapa katika Mwanzo ya kwamba Mungu alipoumba mwanadamu aliweza kumbariki. Si ni kweli Pastor Dongo? Yaani katika zile vitu zote ambayo aliumba, mwanadamu aliumbwa na njia tofauti na akambariki na akampea mamlaka. Bwana asifiwe. Sijui tunakibia huko Misri kutafuta nini tena. Bwana asifiwe. Na sijui tunaigia zile nyumba ambazo ni za kutafuta usaidizi kwa nini. Bwana asifiwe. Na Mungu asaidie wale bado wako katika ile uamini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nilikuwa najaribu kusema hiyo siku ya Jumatatu niliona wengi hawakutaka hiyo siku ya maombi ile, sijui ni kwa nini, lakini mimi nikahimizika tu nichukue ile siku. Bwana asifiwe. Na katika hizo Jumatatu hiyo mwanzo wa wiki hiyo siku ya kwanza nimeona Mungu. Bwana asifiwe. Maana kama sasa hiyo ya kwanza ninawaambia nilikuwa nafanya kazi katika kanisa moja ambalo iko pale Gikoba ambayo inaitwa Glorious Family. Bwana asifiwe. Huko kuna wahubiri sijui ni 10 na wangapi ama sijui ni 20 na ngapi. Lakini pale hakuna referent, hakuna mkubwa kuliko mwingine. Mkienda pale yule ambaye ni mkubwa ni Yesu. Bwana asifiwe. Na tuna lengo moja ambalo ni la kumuita Bwana. Bwana asifiwe. Na nikawa tumepata kazi ya kurebesha ile madhabahu na nikafurahia Mungu kwa ajili. Mungu anapelekanaga na watu wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nilikuwa najaribu kuambia kwamba nikakumbushwa na roho ya kwamba tuko katika mwezi wa maombi. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu alisema kwamba mimi mambo ambayo iko katika laini ya Roho Mtakatifu ni ya kuwafundisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka watu wa Mungu wakapokee nguvu. Bwana asifiwe. Lakini nilipokuwa na tafakari hayo nikajua ya kwamba hata hiyo kupokea nguvu ama kuwahimiza inatokana na jambo. Bwana asifiwe. Abia mwingine inatokana na jambo. Mwambie inatokana na jambo fulani. Bwana asifiwe. Muulize kwamba wewe unajua hiyo jambo ni gani? Ni lile watu wanatorokaga mara kwa mara. Bwana asifiwe. Lile watu ambao hawapendi. Bwana asifiwe. Na najua ya kwamba kabla tumalize hii kipindi najua Mungu atakuwa ametusaidia na tutakuwa tumeshakwisha kuwa watu ambao wamebadilika. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nikitaja kwamba tuko katika mwezi wa maombi, nilikuwa nataka kusema ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Bwana asifiwe. Na alikuja hapa duniani ajue yale tunapitia. Hii mwili inapitia magapi. Bwana asifiwe. Hiyo mwili yako mzee inapitia mambo magapi. Bwana asifiwe. Ikiwa ni dada, hiyo mwili inapitia mambo magapi. Bwana asifiwe. Na akakuja huku mwana wake sasa Yesu Kristo akawa ako na hii mwili niko nayo na ile uko nayo. Bwana asifiwe. Kuna tofauti. Bwana asifiwe. Alizaliwa ulizaliwa. Bwana asifiwe. Ama yeye hakuzaliwa. Alizaliwa lakini kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio itakuwa jambo ambalo tutaangazia kwa kina sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu Kristo alipokuja hapa duniani, Bwana asifiwe, na akawa anajua ya kwamba mwanadamu huwa anapitia mambo magapi. Bwana asifiwe. Na akawa katika ile hali ya mwili amepitia mambo magumu sana. Bwana asifiwe. Kuchukiwa. Si ni ile tu tunapitia. Bwana asifiwe.
kutokuwa hata kukutobaliwa. Bwana asifiwe. Uko katika kazi yako hukubaliwi. Bwana asifiwe. Familia pahali umetoka hawakutaki kamwe. Bwana asifiwe. Hiyo ndio alipitia Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na tunaona hata alipoenda kuhubiri injili pale kwao, walianza kumwambia nasi huyu ni kijana wa fudi. Bwana asifiwe. So si unaona, si ni ile mambo ambayo tunapitia katika maisha yetu kila siku. Bwana asifiwe. Ya kwamba hata ukionekana ya kwamba uko na jambo unaweza kufanya, wengine wanakudharau, wengine wanaona ya kwamba hufai. Bwana asifiwe. Hiyo pia ndio Yesu Kristo alipopitia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaangalia kuhusu kama Kristo aliweza kushinda na sisi pia tunaweza. Bwana asifiwe. Abia mwingine mimi naweza. Si umwambie kwa vizuri mimi naweza. Na ukiona amenyamaza yeye hajajua tuko wapi. Bwana asifiwe. Yeye bado hajaelewa tuko wapi. Bwana asifiwe. Ile nchi tunaishi ama ile maisha tunapitia kwanza sisi wa Kristo ni maisha ya vita, kuamkia asubuhi na jioni. Bwana asifiwe. Na yule ambaye hajajishikanisha vizuri na muumba wake, maana hakuna mtu alijiumba, ukuwe ni mzuri ukuwe ni mbaya. Bwana asifiwe. Kile ambacho kimedaa ndani ni kiburi, na hiyo mtumishi wa Mungu Pastor Dongo ametuambia hapa ya kwamba watu kile hawajaifanya, maana Kristo alikuja na kupigana vita kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Kujipeana ndani yake. Bwana asifiwe. Kutokubali, bado wengi hawajakubali ya kwamba Yesu alinikufia kwa ajili yangu mimi. Bwana asifiwe. Lakini bado wanaufahamu kuna dhabihu ilitolewa ndio wao wakuwe siku hii ya leo. Bwana asifiwe. Kuna dhabihu imetolewa ndio wao upatikane siku ya leo. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kama yeye alishinda, hata sisi tutashinda. Bwana asifiwe. Maana yale aliyapitia nayo sisi ndio tunafanya nini? Bwana asifiwe. Na kabla tumalize tutaona pale katika Ufunuo 3:20 na 21. Bwana asifiwe. Hiyo ni kumalizia. Bwana asifiwe. Tutaona ya kwamba amesema ya kwamba, hebu tuone Ufunuo, hii ndio itakuwa ya kumalizia, lakini ni vizuri kujiandaa ili ukajue mwelekeo ambayo tunaenda nayo. Bwana asifiwe. Tunaona Ufunuo 3 pale 20 inasema ya kwamba tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia kwake. Bwana asifiwe. Na yeye pamoja nami, yeye ashidaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona huyu ni nani alikuwa anajaribu, huyu ni roho ambao ni roho wa Kristo. Bwana asifiwe. Maana ndiye alikuwa hapa duniani. Bwana asifiwe. Na akaweza kushinda, na ametuambia kwamba yeye aliposhinda aliketi katika kiti chake cha enzi na Baba yake. Bwana asifiwe. Na ndiye Baba yetu pia. Bwana asifiwe. Abie mwingine ni Baba yetu pia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo tutakuja kuiona baadaye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nilikuwa na jambo kusema ya kwamba hii maisha ambayo tunaishi katika sasa, ikiwa wewe umeokoka na kama hujaokoka, lazima tunapitia majaribu. Bwana asifiwe. Maana tuko katika ulimwengu. Bwana asifiwe. Maana tuko mahali ambapo kumejawa hizo mambo ambazo ni za majaribu. Bwana asifiwe. Neno linatuambiaga ya kwamba Shetani alikuwa malaika pale mbinguni. Bwana asifiwe. Na alipokuwa yeye ni mpigamizi na zile mambo ambazo ni zingine, aliweza kuachiliwa na kuja hapa duniani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo geukia mwingine umwambie dunia nilio ndio Shetani alio. Bwana asifiwe. Si umwambie hivyo. Ama yeye hajajua tunasema nini. Bwana asifiwe. Kuna hivyo tulikuwa tunaiba na Kikuyu tunasema they know the no Shetani ali. Bwana asifiwe. Ulimwengu huu bado tuko ndiye Shetani alipo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo na yeye maana yeye ako hapa ulimwenguni, lengo lake ni gani? Bwana asifiwe. Alikuwa anajaribu kupika kila kazi iliyokuwa imeandaliwa na Baba yetu aliye mbinguni. Bwana asifiwe. Maana kutoka pale mwanzo tunaona ya kwamba alipoumba Adamu na Hawa na kuwaweka katika ile nafasi. Bwana asifiwe. Na akaweza kuwapa mamlaka ya kila kitu kilichokuwa pahali pale. Bwana asifiwe. Tunaona Shetani alienda katika mfano wa nyoka. Bwana asifiwe. Na kumtokea Hawa na kumwambia kwamba ati uliambiwa aje? Uliambiwa hii tunda inafanyika nini? Bwana asifiwe. Na akamdanganya kula lile tunda. Na alikuwa amemwambia kwamba ni mambo macho yenu imefungwa. Bwana asifiwe. Ukikula lile tunda utafanya nini? Mtafunguka macho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona lengo lake lilikuwa ni kuharibu kazi njema ambayo ilikuwa imeanziwa
na Baba yetu aliye mbinguni. Bwana asifiwe. Lengo lake siku ya leo ni gani? Kuhakikisha ya kwamba hatujamtukuza muumba wetu. Bwana asifiwe. Abia mwingine tumeumbwa. Bwana asifiwe. Tumeumbwa na sababu. Bwana asifiwe. Hakuna mtu wako mahali hapa kwa bahati mbaya. Bwana asifiwe. Ni kwa mapenzi ya yule ambaye alituumba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lengo lake ni kuhakikisha ya kwamba tumesahau nani aliyetuumba. Bwana asifiwe. Tumesahau nani ametuweka katika zile nafasi tumesimama siku ya leo. Bwana asifiwe. Tusahau hii maisha ni ya nani. Bwana asifiwe. Wengine hapa hii nje mtumishi ambaye ni chairman alituambia ya kwamba ile ubao wa nyumba anaonaga ya kwamba yeye amefukiwa. Na akiona yule ambaye yako huko nje akigaragara kwa nyasi, anaona ya kwamba yule yako na maisha mema. Bwana asifiwe. Lakini hajui ni viroboto zinaikula katika ile ngozi yake. Kwa hivyo yeye anajaribu kujigwara. Bwana asifiwe. Lakini huyu ubwa maana yeye yako katika amewekwa vizuri. Bwana asifiwe. Anaona yule dia yako na starehe. Lakini si unaona hapo si kweli. Yule dia hana starehe maana yeye anaenda kwa uchafu. Lakini huyu wa nyumba anawekwa vizuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio maisha yaije vile jinsi inavyokaa. Bwana asifiwe. Utaona ya kwamba maisha ya hapa ya kuwa ya kwamba tuko na sheria, tuko na njia ambayo tunapasa kupitia. Bwana asifiwe. Tutaona ya kwamba haya maisha si ya mazuri. Tutaiacha na kwenda kufurahia ile inafurahiwa. Bwana asifiwe. Lakini ni kwa muda mgani? Bwana asifiwe. Wanalika, wamama na wazee. Bwana asifiwe. Ni kwa muda gani utafurahia hiyo? Bwana asifiwe. Ni kwa muda ambao ni muda mchache sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema kwamba dunia tunayoishi imejawa na majaribu. Bwana asifiwe. Na ndipo Yesu Kristo akaja mahala hapa duniani ili akajua tunapitia magani katika huu mwili ambao tuko nao. Bwana asifiwe. Na tunaona ya kwamba kama Yesu mwenyewe Kristo aliweza kuyaepuka haya. Bwana asifiwe. Na sisi pia si tunaweza? Si tunaweza pia? Bwana asifiwe. Si tunaweza? Tutajua kabla tumalizie. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba naye shetani alijaribu, tunasoma pale katika kitabu cha Luka 4 ili tukaende pale ili tukaweze kwenda kwa utaratibu. Luka 4 twende Luka 4, hapo ndio tunasoma. Tunaona vizuri ya kwamba shetani alijaribu kumjaribu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Jinsi hata sisi atatujaribu. Bwana asifiwe. Jinsi hata wengine wetu tumeshakwisha kujaribiwa. Bwana asifiwe. Hivyo tu ndio atafanya hata kwetu. Bwana asifiwe. Maana sisi pia tuko katika ile mwili Kristo ambaye alikuwa nayo kwa dakika ile. Bwana asifiwe. Lakini nini itafanya na sisi tukaweze kushinda jinsi tumeona katika Ufunuo tukiambiwa ya kwamba kama yeye alishinda hata sisi tutashinda, na kwa wale watashinda hata tuketisha pamoja na Baba yetu ambaye yako mbinguni. Bwana asifiwe. Tunaona katika Luka 4 mstari wa kwanza inasema aje na Kiswahili tuwekewe kwa urahisi. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Bwana asifiwe. Akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu hata zilipotimia aliona njaa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba nani amuelekeza Yesu Kristo mahali pale? Bwana asifiwe. Tunaona ni Roho alimuongoza mahali wapi? Mahali pale. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu siku nyingine akatufundisha hapa. Mnakumbuka kweli? Bwana asifiwe. Akatufundisha akatuambia kwamba Mungu huwa anaangalia mawazo yetu inakaa namna gani. Bwana asifiwe. Na tukaona ya kwamba ilikuwa ya kwamba ruhusa imeshakwisha kupeanwa ili watu wake wakaweze kujaribiwa. Bwana asifiwe. Na sasa hapa tunaona ya kwamba na Roho Mtakatifu aliweza kumuelekeza kwenda pale ili akafanya nini? Akajaribiwa na Ibilisi. Bwana asifiwe. Tukajiuliza kwa nini Job alijaribiwa na licha kuwa Mungu alikuwa ni mcha Mungu. Bwana asifiwe. Kwa nini alijaribiwa? Bwana asifiwe. Lakini hata kama shetani alipewa hiyo nafasi, aliambiwa usiguze roho yake. Bwana asifiwe. Na si yeye alifanya, aliapprove ile. We jaribu basi. Bwana asifiwe. Na yeye alikuwa anajua kwamba huyu kulingana vile naona moyo wake hata ajaribiwe hata niacha. Bwana asifiwe. Na tukaona ya kwamba tulipokuwa tunafunzwa lile jambo ya kwamba Mungu hakuwa anakosea. Maana alijua si hizo vitu zitafanya Job ageuka katika njia za Mungu. Bwana asifiwe. Sio mali za hapa dunia zitafanya aniondokee.
Bwana asifiwe. Lakini shetani alikuwa anasema, wewe nipe ruhusa, najua atakuacha. Bwana asifiwe. Na hapa tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu aliweza kumwelekeza Yesu Kristo pale ili akaweze kujaribiwa. Bwana asifiwe. Na tunaona ya kwamba alikuwa amejaa hali ambayo ni hali ya Roho Mtakatifu, na alikuwa ameelekezwa pale ili akaweze kujaribiwa. Bwana asifiwe. Na tunaona pale katika kitabu cha Warumi 8:14 inasema ya kwamba Romans 8:14 tunaona ya kwamba kwa wale wote ambao wamejawa na Roho, Bwana asifiwe, ni wana wa nani? Bwana asifiwe. Wale wote ambao wamejawa na Roho ya Bwana, as many are filled with the Holy Spirit. Bwana asifiwe. My sons. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kama alikuwa amejawa na Roho wa Bwana akienda mahali pale, Bwana asifiwe. Na zilizozunguka penye ni wale waliosikia. Inasema hivyo kweli? Acha nisome hii yangu Kiswahili ambayo naelewa kwa njia rahisi. Bwana asifiwe. Romans 8 verse 14 hii yangu inasema ya kwamba kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa wale wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio. Bwana asifiwe. Sijui sisi tunataka kuongozwa na nini. Bwana asifiwe. Na sijui wewe unategemea ukaongozwe na nini katika hii safari ambayo tunakwenda. Bwana asifiwe. Na mimi sitasema ya kwamba hii safari ni kama ile ni rahisi. Bwana asifiwe. Wale watu walikuwa wanaenda katika michezo pale shuleni. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni kungangana. Kwanza wale walikuwa wanafanya 100 meter. Unajua ile bio ni karibu. Kwa hivyo usipotia bidii. Bwana asifiwe. Na ile bao ikipigwa wewe ukose kukimbia, utafika pale? Utafika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba lazima uweke bidii ndio ukaweza kufika mahali wapi? Bwana asifiwe. Katika ulimwengu tunayoishi na katika njia ambayo tumechukua ambao ni njia ya Ukristiano. Bwana asifiwe. Sote tuko bioni. Bwana asifiwe. Na tuko na lengo. Bwana asifiwe. Uliza mwingine lengo lako ni gani? Bwana asifiwe. Si uliza mwingine lengo lako ni gani? Ni kanisa kukuja juu imeandikwa ama ni namna gani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio nikawaambia pale mwanzo tukaondoe ukawaida. Bwana asifiwe. Unaweza fikiria sasa hata mwingine labda alikuwa anasema na pastor amevaa vizuri, yeye ndiye atakasimama na tika nafasi. Bwana asifiwe. So hatukai katika inchi ambayo ama tukai maisha ya kawaida. Bwana asifiwe. Tuko na lengo ambalo tunatazamia. Bwana asifiwe. Tunataka kuona ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Na wengine hujidanganya kusema kuna muda. Hakuna mtu anajua muda na masaa. Bwana asifiwe. Hakuna anajua muda na masaa. Hakuna ajue muda na masaa. Wengine watasema ya kwamba hawatampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yao mpaka watimie umri wa uzee. Maana watajua ya kwamba pasa pale masiku zimetimia, unaweza enda dakika yote. Bwana asifiwe. Na nilifurahia wakati nilijiunga nanyi kwenda pale katika kusikia mzee Masharia akiambiwa kwamba alikuwa ni shujaa katika kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Na nilikuwa nataka kuambia kwamba wale ambao wanajidanganya ya kwamba kuna muda, hakuna muda. Bwana asifiwe. Juzi nikaenda mazishi, mwaka imepita pale Murang'a. Bwana asifiwe. Na yule kijana akawa ndiye kijana peke yake katika nyumba ambaye aliyekuwa ametoka. Bwana asifiwe. Na yeye alikuwa maisha ni yale tu ya kawaida. Yeye ni kazi ni vijana wenzake kulewa nini, mambo ambayo ni ya kidunia. Bwana asifiwe. Na mama yake alikuwa ni mtu ambaye ameheshimiwa sana kama vile Eugene ako mahali hapa. Maana unafanya kazi katika nyumba ya Bwana na pia wengine. Bwana asifiwe. Na ikawa yule kijana yeye hatabui ile na kujua ya kwamba familia yao ni ya uongozi ambao ni uongozi wa kumtumikia Bwana. Bwana asifiwe. Na alikuwa na umri mdogo ambao ulikuwa ni wa miaka 40. Si yule alidhani atafika 90 years ama 100. Si kila mtu anaomba hivyo. Ama saa hii tuulize nani anataka kuenda na ile yako nayo. Hakuna atakubali. Kila mtu anasema wacha nikae katika hii maisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mtu anaangazia nitakaa muda mgani. Na yule kijana ikawa yeye sasa hakudhani itakuwa hivyo na akagojeka sana na akawa amepelekwa. Alikuwa daktari ambao hata alikuwa anatoka nchini Kenya na anaenda nchi zingine kufanya upasuaji na mambo zingine. Bwana asifiwe. Lakini akagojeka na hata hakuweza kujitibu. Wengi walikuja pale kusema daktari,
alikuwa mzuri, aliwahi kibia katika chemist yake na kunisaidia. Bwana asifiwe. Lakini yeye alishakwisha kwenda. Bwana asifiwe. Niko nataka kuambia kwamba aliokoka akiwa pale kitandani, alisema ya kwamba anataka kumpokea Yesu. Bwana asifiwe. Na alipompokea mara hiyo usiku kitu saa 4 akaweza kuwa ameaga. Bwana asifiwe. Si ni kweli amekufa na ameokoka? Si alikuwa ameokoka? Lakini sasa tulikuwa tunaulizana na watumishi wa Mungu, taji ni gani ataweza kuendelea kutigiza? Bwana asifiwe. Abia mwingine, sio muda ambao mimi nitakuwa tumeambiwa hapa kuhusu na mtumishi ambaye Pastor Dongo ametuhubiria hapa kutuambia mambo ya uwekezaji katika kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Sio fedha tulikuwa tunazungumzia. The good work ile unafanya katika sehemu ambayo ni sehemu ya utenda kazi katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Kuwekeza mambo mema. Bwana asifiwe. Maana siku itakuja utake kulidimu. Utataka kulidimu ya Boga Point. Wengine itakuwa ni namna gani? Bwana asifiwe. Mimi sijui, lakini ningependa kukuambia kwamba nilikuwa nakupea ile hadithi kukuambia kwamba hakuna mtu ajuaye muda na wakati wake ni mgani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo saa ile tunasema tukabadilishe njia na tukakae kadri na mapenzi ya Bwana. Tunafanya hivyo kwa ajili ya siku ambao hatujui ni siku gani. Bwana asifiwe. Twende katika Luka 4 hiyo verse 2. Tumeona ya kwamba Roho Mtakatifu aliongoza Yesu Kristo kwenda pale jangwani kujaribiwa. Bwana asifiwe. Amen. Na tunaona ya kwamba verse 2 inatuonyesha ya kwamba wale, hii naona naenda kwa polepole, lakini naenda tu hivyo kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Tunaona katika hii verse 2 inatuonyesha ya kwamba alipokuwa anajaribiwa sio siku moja. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni muda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunafaa kujitayarisha kwa ajili saa ile shetani ameamua. Hujui ni mpaka mgani atakutumikia. Bwana asifiwe. Tumeona kwamba aliomba ruhusa kwa ajili ya Ayubu. Bwana asifiwe. Na alimjaribu mpaka sasa akawa anaambiwa na mke wako, na si ugeuke tu, si huyu Mungu. Bwana asifiwe. Badilisha hii njia. Bwana asifiwe. Tunaona akijaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Bwana asifiwe. Hakujaribiwa kwa dakika moja. Hakujaribiwa kwa siku moja. Bwana asifiwe. Ni siku mingi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jaribu linaweza kuja likweli, ni jaribu litataka itegemee na kulingana na nguvu ambayo uko nayo. Bwana asifiwe. Na kwa ajili Roho Mtakatifu alikuwa anampea nguvu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Maana yeye ndiye alikuwa amemuongoza mahali pale. Bwana asifiwe. Yeye ndiye alimpa nini? Alikuwa anampa nguvu. Bwana asifiwe. Uliza mwingine, unategemea nguvu gani? Ya chakula? Bwana asifiwe. Siuliza jirani yako, wewe unategemea nguvu gani? Bwana asifiwe. Na tumeambiwa hapa tunafuga siku moja. Mwingine ataona 6 imekawia kufika. Bwana asifiwe. Na ni siku ngapi mtumishi? Imwe hivi. Na tunaambiwa Yesu Kristo ni siku ngapi? Na nimekuambia hakukuwa na tofauti. Maana kwa nini? Alikuwa katika hii hali ya mwili. Najua tunasema ni roho. Bwana asifiwe. Alikuwa katika mwili. Bwana asifiwe. Jinsi hata sisi tuko katika mwili. Bwana asifiwe. Na yeye akakaa zile siku ambazo akakaa bila kukula na hata kukunywa kitu. Na ndio tunaona ya kwamba siku ile ilipotimia akaweza kusikia njaa. Bwana asifiwe. Na tunaona ya kwamba kwa nini Yesu Kristo aliweza kuwa ameshinda. Bwana asifiwe. Kwa nini aliweza kushinda? Bwana asifiwe. Alikuwa moja na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na tumesoma pale Warumi 8 tukaona kwa wale wote wanaongozwa na Roho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ina depend kama unataka kuongoze ama hutaki kuongoze. Bwana asifiwe. Hata sisi tunafaa kuongozwa na Roho. Bwana asifiwe. Maana tumeona Warumi 8:14 natuambia kwamba kwa wale wote waongozao na Roho Mtakatifu ni wana wangu. Bwana asifiwe. Sio wangu ni wale wako pale nje. Bwana asifiwe. Lakini huu ni Mungu alikuwa ananena jinsi ile. Kusema wale wote ambao wanaongozwa na Roho wangu ni watu ambao ni wana wangu. Bwana asifiwe. Na tunaendelea kuona Yesu alipokuwa anawekwa katika lile jaribio. Shetani alikuwa anaangazia mambo ambayo tunaipata katika ulimwengu huu wa kisasa. Bwana asifiwe. Maana alipoona sasa alijua ni wakati wangu sasa. Maana ninajua unahitaji. Bwana asifiwe. Yule ambaye alikuwa mtumishi na ubarikiwe aliweka ile video pale katika mtandao. Bwana asifiwe. Nikaona
mama ndio wanaharakisha kusema ya kwamba tumegoja sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wamama tupokee nguvu mpya. Bwana asifiwe. Hatutaki kuleta siasa, lakini tunaona hata kutoka mwanzo jaribio liliingia kupitia mama. Bwana asifiwe. Na ile video iliyoko pale niliona mama ndiye alichoka wa kwanza. Mzee bado alikuwa amesimama pale akigoja mlango ifanye nini? Mlango ifunguliwe. Bwana asifiwe. Na alipoburuta mzee akakataa, hata alimwambia sasa wewe kaa. Mimi naenda pale ile imefanya nini? Lakini si siasa nasema juu ya mama, lakini ni tutakuja kuona nini ninatupasa sisi ili tukaweze kuyaepuka haya majaribu. Bwana asifiwe. Na tunaona ya kwamba hiyo ni Luka 3 inasema Ibilisi akamwambiwa, ukiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, liambiwe jiwe hili liwe mkate. Bwana asifiwe. Si unaona? Tumeambiwa ya kwamba njaa ilikuwa imeshapata Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na akajua ya kwamba sasa ni juu akona njaa, nitaegemea kwake kwa ajili ya yani tutasema ya kwamba haja ambayo ni haja ya mwili huu. Bwana asifiwe. Si njaa ni haja ya mwili. Dakika hii ukisikia njaa hata utaona ya kwamba mdomo inatangaza mimi huku hakuna kitu. Bwana asifiwe. Na shetani akajua nitamjaribu kwa ajili ya jambo ambalo ni la kawaida. Sikukula ni kawaida. Bwana asifiwe. Na si alijua ya kwamba akona njaa. Bwana asifiwe. Shetani atajua ya kwamba huyu mzee anahitaji gari. Hata kama ni kumwambia aninamililia, ataninamililia. Bwana asifiwe. Na ni mambo ambayo inafanyika katika ulimwengu tunayoishi na hata sasa inaendelea na kutendeka. Bwana asifiwe. Kwa wale wote ambao hawatajua ya kwamba inapasa nini katika hii safari, wataweza kuwa katika shida. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona pale ya kwamba alimwambia kama wewe ndiye mwana wa Mungu, liambiwe jiwe hili liwe mkate. Bwana asifiwe. Unaona? Anamwambia kama wewe ndiye mwana wa nani? Bwana asifiwe. Mtoto ambaye ni wa tuseme kwa mfano governor wa hii jiji. Bwana asifiwe. Hata najua pale shuleni yeye anamwambiaga, unajua baba yangu ni nani? Bwana asifiwe. Unaona hiyo kiburi vile hukuja. Wewe unajua baba yangu ni nani? Bwana asifiwe. Na shetani alijua kwamba nikiambia Yesu Kristo kama wewe ndiye mwana wa Mungu, atajawa na kiburi. Bwana asifiwe. Na kiburi haiko pamoja na roho wa Bwana. Bwana asifiwe. Maana yeye huwa ni wa kunyenyekea. Bwana asifiwe. Lakini tunapata ya kwamba hata kama alimwambia hivyo, Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu haishi kwa mkate tu. Bwana asifiwe. Kama sasa ni mtu wa kawaida akisema namna gani? Ati wewe ndiye mtoto wa governor. Ni mimi, unataka tufanye nini? Bwana asifiwe. So kiburi shetani alikuwa anamuelekeza. Kwanza ainue kiburi, pili alafu afanye jambo kwa ajili yeye anamuamulisha afanye. Bwana asifiwe. Lakini Yesu Kristo akawa amemjibu vizuri kumwambia kwamba Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu haishi kwa mkate tu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo alishamuonyesha ya kwamba mimi sitaishi kwa ajili ya mkate. Bwana asifiwe. Kama vile tumeomba tukianzia ibada hii, hatuishi kwa ajili ya kile ambacho sisi tunategemea, wala tunaishi kwa ajili ya kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Bwana asifiwe. Na ndipo unaonaga wakati ikitimia mtu kwenda kupatana na muba wake, hata madaktari na wengine wajaribu kama muda imefanya nini, inatimia namna hiyo. Bwana asifiwe. Na ni vizuri kujua ya kwamba unapo enda katika ile njia ambao ni ya kutaka kujisifu, jiulize swali rahisi, na hiyo ndio inatusubua katika maisha yetu ya kisasa. Bwana asifiwe. Maana utataka kuinua kiburi. Bwana asifiwe. Na niliona ulijenga nyumba. Na niliona umenunua gari. Bwana asifiwe. Wengine watajibu kumwambia wewe hata huna hata choo pale nyumbani. Bwana asifiwe. Lakini vizuri kupea Mungu sifa zote na shukrani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapotendewa jambo, usiinuke mbele ya adui. Bwana asifiwe. Na usigoje shetani akuje na pepe ndio ati umuone ndiye huyu. Mimi nitakwambia mtumishi wa Mungu, na unaona vile unajua kupiga neno. Wewe unacheza na mimi. Bwana asifiwe. Umeshainua nini? Bwana asifiwe. Umeinua nini? Kiburi umesha kwanza inua. Bwana asifiwe. Lakini akinijibu kwa upole kuniambia, yule aliye ndani yangu ananiwezesha. Bwana asifiwe. Sasa sifa na shukrani zimemrudia mtumishi wa Mungu ama zimemrudia muumba wetu? Bwana asifiwe. Nilikuja kuongea na mtumishi wa Mungu mahali hapa siku ya katikati ya wiki, na akanifanya mimi hata nikupokea hii neno. Bwana asifiwe. Maana tulipokuwa nasema yale Mungu amenitendea, alikuwa ananiambia tushukuru Mungu, tumwambie kwamba ametenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo si kusema vile mimi najua kuenenda katika zile hatua zote. Alikuwa ananielekeza kuniambia Mungu ndiye ametenda haya. Bwana asifiwe.
Wakati umetedewa unasemaga ni nani? Bwana asifiwe. Wengine watasifu pesa zao zilizojaa katika mifuko. Bwana asifiwe. Wengine watasema kwamba wako na watu wakubwa serikalini. Bwana asifiwe. Lakini tumeonyeshwa na Yesu Kristo ya kwamba hata kama baba yetu wako na nguvu, hatuhistari tumuinue na njia ambayo haimrudishi shukrani. Bwana asifiwe. Tuendelee kuona 5 inasema ya kwamba akampandisha juu akamuonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Bwana asifiwe. Usigoje ujaribiwe ati mkae mubishane. Bwana asifiwe. Dakika moja iko na sekunde ngapi? Wasomi. Bwana asifiwe. 60 hata ukihesabu zishaisha hiyo moja. Si ni kweli? Dakika moja alikuwa ameshakwisha kumpandisha kileleni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Acha tuone akamwambia kwamba Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake kwa kuwa imo mikononi mwangu. Bwana asifiwe. Sisi zote tunajua ya kwamba vitu vyote viliumbwa kwa ajili ya uweza wa Bwana. Bwana asifiwe. Lakini dakika moja shetani ashabadilisha mambo. Ibilisi anamwambia hii yote iko mikononi mwangu. Bwana asifiwe. Na hivyo ndio tunadanganyika katika maisha ya kisasa. Bwana asifiwe. Gari unaoenda kuinamililia Misri upokee, inaweza peana na nani? Bwana asifiwe. Wale waliojawa na hiyo hekima ya kuunda hiyo gari, ni nani aliwaleta katika ulimwengu? Bwana asifiwe. Nyumba ambayo unaitamani, ni nani awezaye kuipea? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Bwana asifiwe. Tunaona hata shetani si pia hata yeye anataka lile jina. Sisi sote tunasemaga Mungu wetu uabudiwe, uinuliwe. Bwana asifiwe. Hata yeye anataka sifa. Bwana asifiwe. Na ndiposa akaweza kumwambia mwana wa Mungu, ziko mikononi mwangu, nitakupa. Bwana asifiwe. Maana yeye anataka sasa amuinamililie, apokee sifa zile baba yetu aliye mbinguni huwa anapokea. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba shetani pia hutaka kuinuliwa, hutaka kuabudiwa. Bwana asifiwe. Na kama kwa wale wote ambao huwa wanajaribu kusoma na huwa anawezeshwa na Bwana kusoma, wataona ya kwamba tumeona mpaka kutoka mwanzo alikuwa anashindana na kazi njema ambayo baba yetu alianzisha. Bwana asifiwe. Kutoka pale mwanzo. Kwa hivyo tusidanganyike tuseme ya kwamba tumeokoka hakuna majaribu itatukujia. Mwana wa Mungu alikuwa amejawa na Roho Mtakatifu na aliweza kuyapitia yale. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuendelee kuona ya kwamba akamwambia kwamba ziko mikononi nami ni humpa yote. Basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba anataka yeye akainamililiwe ili akaweze kumpa kile ambacho si yeye aliweza kukiupa na kukiweka mahali pale. Bwana asifiwe. Naye Yesu akamjibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba naye Mungu wetu hagawani sifa na mtu yeyote yule. Bwana asifiwe. Sifa ni yake. Bwana asifiwe. Unapopea mtu gari ama unampea ile gari yako, akienda kuinua kiburi kusema ni yake, hata wewe hutafurahia. Hii ni yangu nilinunua. Si utasikia vibaya maana hata hajui gharama ya hiyo gari. Bwana asifiwe. Ama umpatie kitu akatumia kwa muda. Bwana asifiwe. Utasikia vibaya maana hata hajui labda gharama ya ile kitu. Bwana asifiwe. Hivi ndivyo Ibilisi alivyokuwa anajaribu kuambia mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Mimi sasa ni kuabudu kwa vitu ambavyo najua wewe humiliki, kwa vitu ambavyo najua wewe hauna. Bwana asifiwe. Na tunaendelea kuona ya kwamba akamwambia imeandikwa, mshuhudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Bwana asifiwe. Akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Akamwambia, ukiwa wewe ndiye mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Sikuwa nataka tukaweze kuendelea kusoma yote, lakini nilikuwa nataka kuonyesha ya kwamba alikuwa anamjaribu kwa ile mambo ambayo sio yake. Bwana asifiwe. Mambo ambayo wengine wanaenda Misri na kugeukia Mungu kwenda kuyatafuta, hawajui ni ya nani. Bwana asifiwe. Maana hawataki kugoja kwa ule muda. Bwana asifiwe. Hawataki kugoja maana wanaona wengine watawapita. Bwana asifiwe. Wanaona wamegoja sana kwa muda mrefu. Bwana asifiwe. Lakini ile mambo unaenda kutafuta mahala pale, ama mambo ambayo unaelekezwa kwenda kuyatafuta, yako na mwenyewe. Bwana asifiwe. Bora tuelewe ni ya nani. Bwana asifiwe. Na tumeona kwamba shetani alikuwa anataka hata yeye kupokea ile sifa ambayo sisi tunaambiaga Mungu wetu
uabudiwe, uinuliwe. Bwana asifiwe. Umetupa uhai. Yeye amepea nani uhai? Bwana asifiwe. Pia yeye anataka. Bwana asifiwe. Tumeona wale wote ambao kuegemea kuabudu sanamu hawana maisha ambao kama vile neno linatuambia kwamba kuna ile njia ambayo ionekanaye kama ni mzuri sana. Bwana asifiwe. Kunayo njia wengine wanaona ni rahisi sana, lakini mwisho wake ni kilio na kifo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba shetani yeye alikuwa anataka kupokea zile sifa ambazo yeye hazimpai. Bwana asifiwe. Kwa nini? Wacha tukaone wale ambao tunaendelea kuandika, tuone ya kwamba kwa nini Yesu Kristo aliweza kushinda yale majaribu. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba kitu ya kwanza ni maombi, prayer. Bwana asifiwe. Yesu Kristo alikuwa muombaji. Bwana asifiwe. Ili ushinde majaribu lazima ukuwe mtu ambaye ni wa kuomba. Bwana asifiwe. Ili ushinde majaribu lazima ukuwe ni mtu ambaye unajienda kwa Muumba wako, Baba yako aliye mbinguni, kumuomba. Bwana asifiwe. Na hapo ndio tuko katika ile nafasi ambayo ni nafasi ambayo ni mwezi wa maombi. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba Yesu alipanda mara kwa mara hata mlimani kwenda kuomba na kwenda kuzungumza na Baba yake ambaye ako mbinguni. Bwana asifiwe. Na pia katika Mathayo 17:21 tunaona ya kwamba aliwaambia kwamba ombeni msije mkafanya nini? Bwana asifiwe. Sisi sote tunajua haya maandiko mengine si lazima tukayaegemeze. Bwana asifiwe. Ombeni nanyi, mtumishi umefika mahali pale Mathayo 17:21 inasema namna gani? Lakini namna hii haitoka 17:20. Mathayo 17:21. Yasema hivi. Katika kitabu cha Mathayo 17 mstari wa 21. Nasema hivi, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Bwana asifiwe. Amen. Tumeona ya kwamba Yesu Kristo alikuwa katika ile ni hali ya kufunga. Bwana asifiwe. Amen. Na hali ya kuomba na kufanya nini? Na kufunga. Bwana asifiwe. Na kuomba. Niko hapa nikuambia kwamba mwezi tulio ndani yake ni mwezi wa maombi. Bwana asifiwe. Amina. Na hatuchuguzwi kamwe kama unaomba ama huombi. Bwana asifiwe. Amen. Lakini mimi nataka kukuambia kwamba ili kuweza kushinda haya yote ya ulimwengu, Bwana asifiwe, inapasa tukaweze kuomba na kufunga. Bwana asifiwe. Maana majaribu ni mengi. Bwana asifiwe. Tunaangazia mwana wa Mungu ambaye alikuwa na nguvu. Bwana asifiwe. Ambaye hakuzaliwa kwa njia ya kawaida. Bwana asifiwe. Na sisi ni nani? Bwana asifiwe. Kama huyu ni mwana wa Mungu, anajua mamlaka yote baba yake aliyo nayo. Lakini yeye aliendelea kwenda kutafuta uso wa baba yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba kwa hivyo moja ni maombi. Kwa hivyo wapendwa na ndugu zangu, acha tukaendelee kuomba Mungu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mimi nashukuru Mungu maana nilishiriki hii ilikuwa ni kesha ya kwanza ya maombi, nikaweza kuwa pamoja na mtumishi wa Mungu na wengine ambao walikuja mahali hapa, mama yetu pale. Bwana asifiwe. Sijui ni nini iliweza kukuzuilia, lakini najua ya kwamba nilibarikiwa ile siku. Bwana asifiwe. Na nikafurahia kwa kuwa nilikuwa katika nyumba ya Bwana na katika mlima wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ambaye unaendelea kulala, jua ya kwamba shetani hajalala. Bwana asifiwe. Kama anajaribu wale ambao wako na mamlaka na nguvu na sisi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikiomba ya kwamba tukaendelee kutafuta uso wa Bwana katika njia ya maombi. Bwana asifiwe. Tunapotangaza ya kwamba kuna masaa kidogo ya maombi. Bwana asifiwe. Sisi tulikuja hapa hata haikumaliza masaa 10. Bwana asifiwe. Amen. Na kama mimi nilikuwa nimechoka sana. Lakini nikasema ya kwamba najua kile ambacho naenda kujivunia ni kweli, ni kitu ambacho ni cha dhamana. Bwana asifiwe. Amina. Na nakumbuka mimi, wacha nishuhudie hiyo kusema ya kwamba hii mwaka ikianzia tarehe 24, mke wangu ni shahidi. Wengine walienda kujija buzi na sijakataa, ni vibaya. Bwana asifiwe. Lakini sisi tukaenda pale na watu fulani wa Mungu kuomba Mungu kwa ile usiku. Na mimi nasema ya kwamba nimeona yale ambayo nilienda kuomba katika mlima wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nasema ya kwamba tunafaa vitu zingine tunajinyima. Bwana asifiwe. Maana si hata mimi nilienda nikapata nyumbani, wale walifika bado wamenigoja mahali pale. Lakini nikaambia Mungu ya kwamba hii mwaka ikiisha, mimi lazima nikaenda kutafuta uso wako. Bwana asifiwe. Na pia mwaka ilipofungua tulikuwa pale nyumbani na mke wangu tarehe 1. Bwana asifiwe. Tukapata kuongozwa na ombi ambayo ni ombi ya Ezra. Bwana asifiwe.
Ezra 8 kuanzia pale mstari wa 14. Bwana asifiwe. Kuna ile ombi Ezra aliomba akasema, mwaka ikianzia akasema, Mungu naomba ukaniongoze katika hii safari. So alijua ya kwamba kuna safari anafaa kwenda Yerusalemu. Bwana asifiwe. Na alijua ya kwamba watoto wake na mali zake ziko mikononi mwa nani? Bwana asifiwe. Alijua ziko mikononi mwa Bwana. Bwana asifiwe. Lakini Ezra akawaambia watu tujifuge kula na kunywa kwa ajili ya mali zetu, kwa ajili ya watoto wetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukaweza kuwa na lile ombi, na mimi nimeona njia iliyonyooka kama vile Ezra aliomba. Bwana asifiwe. Maana niliomba Mungu aniongoze katika hii mwaka. Na natoa ushuhuda kusema tuko katikati, lakini Mungu ameendelea kuwa mwaminifu kwangu. Bwana asifiwe. Nilikuwa najaribu kukuelekeza lile jambo nikwambia kwamba fuatilia kuomba. Bwana asifiwe. Maana hatutavipokea kwa bure tu. Bwana asifiwe. Vya bure tumeonyeshwa ziko na shetani. Bwana asifiwe. Hako nazo lakini ni za bure, lakini hana. Kwa hivyo utapata ulijadanganyika. Bwana asifiwe. Kama vile kijana anaweza kuambia, anaweza pea msichana ahadi, lakini kisha kuingia kwa ndoa zile ahadi hakuna tena. Bwana asifiwe. Unafahamu hayo? Sasa atatoka katika ile ndoa kweli? Hawezi, maana watoto wamekuja na mambo zingine. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo nayo shetani anavyokaa. Bwana asifiwe. Atakuahidi nitakupa hii ambayo sio yake. Na ukishakwisha ingia katika ile mahali, na yeye atasema mimi nilikukamata. Bwana asifiwe. Kuna wale ile video iliyoko mahali pale niliona, yule mama alipoingia ile mlango ilifunguliwa na ibilisi. Alikuwa anajaribu kutoka, ananyongwa. Anarudishwa kwa moto. Si mliona ama hamkuona ile mtumishi wa Mungu aliweka mahali pale? Kwa hivyo nilikuwa nataka kuambia kwamba ibilisi hana kitu. Bwana asifiwe. Kwa shetani yeye hana kitu hata kimoja. Atakudanganya, atakupa. Lakini ukishakwisha kuingia mahali pale, hautaweza kutoka. Bwana asifiwe. Kile kitakutenganisha na yeye ni kifo. Na sasa ukishakwisha kifo, tumesahau hiyo mambo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuendelee kudumisha upendo wetu ndani ya huyo Mungu ambaye yeye ametuahidi mambo makuu ambao ni ajabu. Bwana asifiwe. Tumeona ya kwamba maombi pamoja na fasting iliweza kumsaidia Yesu Kristo kuepuka yale majaribu. Kitu kingine ni neno la Bwana. Bwana asifiwe. The word of God. Bwana asifiwe. Tumeona ya kwamba alikuwa anampiga ibilisi kupitia maneno. Bwana asifiwe. So kwa hivyo wakati watu ambao wa Mungu ameweka katika nafasi hii, anapokuelekeza katika neno, sio ya faida yake mwenyewe, ila ni kwa faida yako. Bwana asifiwe. Hatujasoma hapa Yesu Kristo aliweza kutoka Biblia na kumtafuta pahali imeandikwa. Bwana asifiwe. Hakuna kitu ambao alikuwa nayo ya kuonyesha imeandikwa. Bwana asifiwe. Lakini moyoni mwake alijua ya kwamba wewe huna kitu. Bwana asifiwe. Mungu wetu amesema nisiabudu Mungu mwingine isipokuwa yeye aishie milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka kuambia ya kwamba neno la Bwana lazima uwe nalo moyoni mwako. Bwana asifiwe. Majaribu itakapokuja, hutatafuta Biblia yako uliweka wapi. Bwana asifiwe. Vile neno utakuwa umeshika moyoni mwako. Bwana asifiwe. Hilo litakuokoa ile siku ya mabaya. Bwana asifiwe. Wakati mwingine niligojeka na nikawa najaribu kutoa sauti ya kuomba, nasikia hakuna. Bwana asifiwe. Lakini moyo wangu ulikuwa tu unamlilia Bwana na ile neno ambalo nimeweka ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku inaweza kuja ukue hata hauna hiyo nafasi ya kujeza kuzungumza na kinywa chako. Bwana asifiwe. Lakini kile umeweka moyoni mwako, uambie Mungu, nikumbuke nilikufanyia. Bwana asifiwe. Wewe ndiye umesema ya kwamba umenipa nguvu na mamlaka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukaweza kushika neno ambalo linatoka katika vinywa vya wale Mungu ameinua ili tukaweze. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu alielewa neno, maana alipiga shetani kupitia neno. Imeandikwa mwanadamu haishi kwa mkate tu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona neno lilisaidia mwana wa Mungu kupiga ibilisi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukiweka neno moyoni mwetu wapendwa, Mungu ataweza kutusaidia. Ile neno litaweza kutusaidia. Siku ambayo waweza kuwa ni siku ya mabaya. Bwana asifiwe. Tunaona kitu kingine. Shetani hakuwa Mungu hakuwa anajibu shetani na uoga. Bwana asifiwe. Si mnasema usiniuzie uoga. Bwana asifiwe. Mtu auzi uoga huwa amesimama kidete. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wale ambao wanaendelea kuandika, tunaandika point na badhiri ni confidence. Bwana asifiwe. Tunapata ya kwamba alikuwa na ujasiri mwingi. Bwana asifiwe. Maana alijua yule ambaye amenielekeza mahali hapa ni baba yangu aliye mbinguni. Bwana asifiwe. Na hata nikimwambia hatuishi kwa mkate tu, ninajua vile ninamaanisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapopatana na yale majaribu,
Hatutayabebereza. Bwana asifiwe. Hatutayabebereza. Bwana asifiwe. Tutawaambia sisi ni wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukaweze kushika neno. Hallelujah. Mioni mwetu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ningependa kuwasihi dada zangu na ndugu zangu. Bwana asifiwe. Amen. Tukiendelea kuhimizwa tukaweze kuomba, ni kwa ajili ya faida zetu wenyewe. Bwana asifiwe. Amina. Sio kwa ajili ya kanisa. Bwana asifiwe. Oh, yes. Sio kwa ajili ya mambo mengine. Bwana asifiwe. Amen. Lakini unahimizwa ukaweze kuomba ili ukawepuke majaribu na ukaweze kumiliki chote ambacho tumeweza kuambiwa kwamba tutamiliki. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo mpendwa, ningependa kukusihi ya kwamba ni heri kupokea Roho Mtakatifu akusaidie. Bwana asifiwe. Amen. Pasipo Roho Mtakatifu Yesu hangeweza kuepuka yale majaribu. Bwana asifiwe. Amen. Na tumeambiwa kwa wale wote katika Warumi 8:14, wale wote waongozao na Roho. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo Roho wako tayari. Roho wako tayari kuingia kwa yule yako tayari. Bwana asifiwe. Oh, yes. Hapo mwingine Roho wako tayari. Roho wako tayari Kuingia kwa yule yako tayari. kuingia ndani ya yule aliye tayari. Sio mtu yeyote. Bwana asifiwe. Amen. Roho hataenda ingia hata mwenda wazimu. Bwana asifiwe. Oh, yes. Na sijasema, maana tumeona katika Biblia Mungu alitumia, Roho wa Bwana alijitumia kupitia watu mbalimbali. Bwana asifiwe. Amen. Sijasema namna hiyo. Lakini tukiangalia ufalme wa Mungu, yes, ambayo sisi sote tunaangazia. Bwana asifiwe. Amen. Na sote tuko katika bio ya kuona ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Hilo ndilo lengo kubwa katika hii dini ambayo ni dini iliyoandikwa na ndio ya Ukristiano. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu lazima umkubali. Bwana asifiwe. Oh, yes. Na ametuonyesha katika Ufunuo 3:20 ya kwamba yeye yako tayari. Amen. Anabisha. Bwana asifiwe. Amen. Yeye anabisha. Akingoja yule atafungua mlango. Bwana asifiwe. Amen. Na sio mlango ambao tunaona kwa macho. Bwana asifiwe. Amen. Ni umpokee ndani yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni umpokee ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo pasipo Roho Mtakatifu hatutaweza kufaulu haya majaribu ya duniani ama mambo yote ambayo ni ya ukawaida. Bwana asifiwe. Amen. Tukaambiwa ya kwamba ile juma imepita tulikuwa tunaombea spirit of ilikuwa gani? Hii wiki imepita. Hii wiki imepita. Tulikuwa tunaombea kuhusu the spirit of discernment. Ile ya kuweza kutofautisha. Hiyo inamaanisha vile. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo unaomba Roho aweze kufanya nini? So kupitia kawaida yetu ile ya macho hutaweza kutofautisha. Bwana asifiwe. Amen. Lakini panapo yule Roho ambaye yako ndani yako utaweza kutofautisha. Bwana asifiwe. Amen. Na tunaona watu kama Paulo waliweza kupokea ile Roho, maana kuna ule msichana ambaye alikuwa anaenda akifuata na kusema kwamba hawa ni watumishi wa Mungu, hawa ni watumishi wa Mungu. Amen. So ukiangalia na macho ya kawaida utaona yule ameokoka akaisha. Bwana asifiwe. Amen. Maana yule msichana alikuwa anasema ya kwamba hawa ni watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa tunaona ya kwamba kama ni macho ya kawaida, yes, utasema ya kwamba yule msichana ako na Mungu. Si ni kweli? Lakini Paulo alikodoa jicho na kujua ya kwamba kuna roho ingine, yes, iliyokuwa ndani ya yule msichana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukiomba roho kama ile ingie ndani yetu. Amina. Si umeona sasa mambo itakuwa rahisi kabisa. Wadada, si umeona mambo itakuwa rahisi. Amen. Utaweza kutofautisha roho ambao ni roho ambaye ni wa kukuelekeza mahali ambapo hutaweza kujitoa baadaye. Bwana asifiwe. Amen. Utaelewa huyu jamaa, mimi naona ya kwamba hakuna jambo lingine ambalo liko na kando naye. Bwana asifiwe. Amen. Mwingine pia akanitolea ushuhuda kusema kwamba Mungu alimuongoza katika ile hatua yote, yes, ambaye aliweza kuenenda katika maisha yake. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo tuweze kuzidi kutafuta uso wa Bwana. Bwana asifiwe. Amina. Tuzidi kutafuta uso wa Bwana na sio uso wake tu muone. Bwana asifiwe. Maana amesema yeye yako tayari. Bwana asifiwe. Amen. Ni wewe ujitayarishe wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Amina. Ni wewe ujue ya kwamba mimi ninafaa. Bwana asifiwe. Amina. Mimi ninafaa kumpokea huyu ambaye ni msaidizi. Bwana asifiwe. Amen. Jambo lingine tumesema kwamba lazima tukaweza kushika neno ambalo tutajiwekea mioni mwetu. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mwingine, na hiyo inakuwa ni ile kazi ya ule mwovu shetani. Bwana asifiwe. Amen. Ambaye tunazungumzia siku ya leo. Hatumpei mamlaka. Hata ukiona tunamzungumzia, si ati ni mamlaka tunampea. Hata sio vile tunataka kumtaja. Lakini tunamtaja maana dunia tunayoishi yeye yako katika hii dunia. Bwana asifiwe. Amen. Na kama
jinsi tunavyojua ya kwamba mpaka siku ambao ni siku kuu ndio tutajua ya kwamba tumeweza kutenganishwa na yale majaribu, maana tutakuwa tumeenda katika ufalme wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tukaendelee kutafuta Roho Mtakatifu, tumkaribishe ndani yetu. Bwana asifiwe. Amen. Nimeona tukisifu siku ya leo, nilikuwa natazama naona ya kwamba kama wewe ni muibaji ama wewe unafanya katika lile jukumu lolote, Bwana asifiwe. Hata vile tunaambiwa viongozi, Bwana asifiwe. Pasipo Roho Mtakatifu utafanya mambo ambayo hata huwezi jua. Bwana asifiwe. Amen. Roho dakika yake ya kutumika ni dakika ambazo ni chache sana. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati mwingine utaona ya kwamba ameshuka kwa ajili ya mtumishi wake, dakika hata yeye mwenyewe hataweza kuelezea. Bwana asifiwe. Lakini kwa yule yote ataelewa ya kwamba huyo mtumishi wa Mungu, lile jambo linatoka kinywani chake, hilo ni neno la Bwana. Bwana asifiwe. Yaani Mungu hawezi kujionyesha ile njia tuna mawazo yetu. Bwana asifiwe. Lakini atakuja kwa njia ambayo ni njia ambayo haina ibeki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapopokea Roho Mtakatifu atatuwezesha kushinda yote, atatuwezesha kujua ya kwamba yeye ako pamoja nasi, na katika kazi zetu, katika huduma kama hii hatuwezi bila Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Maana tutaongoza ama tutatawala katika mwili zetu sisi ama kwa nguvu zetu ambazo ni nguvu za kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Na kama vile jinsi nimesikia kukisemekana ya kwamba viongozi wanaendelea kutafuta. Bwana asifiwe. Amen. Na chairman akaendelea kusema sasa mtumishi wa Mungu atachukua maoni ya ground. Bwana asifiwe. Amen. Lakini mimi nikasema kwamba nasiaongeze hapo ya kwamba yeye ataenda hata kama ni magotini. Bwana asifiwe. Maana najua hii kazi sio kazi yake yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Ni kazi iko na mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Na isipokuwa ni mambo ilibadilika ya sasa, na sasa tuko katika utawala mwingine. Bwana asifiwe. Amen. Kitambo ilikuwa wanaomba. Bwana asifiwe. Hata Paulo nakumbuka nilikuwa nasoma, naona kwamba aliguza ya kwamba viongozi wanapochaguliwa panahusishwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Maana tutaongoza, ni watu wa Mungu tunaongoza, na ndio tutaendelea kuongoza. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tukiendelea kumalizia, tuone ya kwamba maisha imejawa na majaribu mengi. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kwa wale wote wamejishikanisha na Mungu ama muumba wao, Bwana asifiwe, ambaye ndiye baba yetu aliye mbinguni, wataweza kushinda. Bwana asifiwe. Kila mmoja anaweza kushinda. Bwana asifiwe. Maana si Yesu aliweza? Bwana asifiwe. Yesu kama aliweza, hata sisi tukaweza kushinda haya. Bwana asifiwe. Ikiwa ni jambo ambalo ni la kifamilia ambazo unakubana nalo, jua ya kwamba unapomhusisha Mungu, unapohusisha Roho Mtakatifu akaweza kukutawala, jua ya kwamba ushindi utaonekana mahali pale. Bwana asifiwe. Tusiweza kufanya vitu na ile hali yetu ya mwili ambao ni mwili huu ambao ni mwili mdhaifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kila mtu anaweza kuwa mshindi, bora ajue yeye anaamini nani. Bwana asifiwe. Sasa uliza mwingine, wewe unaamini nani? Ukiwa jirani yako mwambie unaamini nani? Unaamini nani? Sasa Amen. Wengine si watasema mimi naamini wewe bwana yangu, leo ukienda mambo itakuwa sawa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima utofautishe, wewe unamwamini nani? Bwana asifiwe. Unaamini nini? Bwana asifiwe. Na ukiweza kujua ile utaweza kuwa mshindi. Bwana asifiwe. Na wale wote ambao wanamwamini Mungu, Bwana asifiwe. Tunaona Yesu Kristo alijua ya kwamba mimi ninajua niko hapa kwa ajili ya baba yangu. Bwana asifiwe. Mimi najua pango ambao nimesimama hapa duniani, niko hapa kwa ajili ya baba yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo alijua yule anaamini ni nani. Hata kama aliweza kuambiwa mambo ingine nitakupea, nitakufanya. Bwana asifiwe. Hakuweza kuingia katika zile njia penya. Bwana asifiwe. Maana alijua yule ninayeamini. Bwana asifiwe. Ako na mamlaka juu ya vitu vyote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo pia mwingine amini Mungu. Amini Mungu. Mwambie amini Mungu. Trust in the Lord. Maana yeye ndiye ambaye ni muumba wetu. Bwana asifiwe. Wengine na sijui wanategemea nini. Bwana asifiwe. Uliza mwingine, wewe huwa unaegemea wapi? Bwana asifiwe. Sasa kuna kuamini na kuegemea. Wewe unaegemea wapi? Bwana asifiwe. Hallelujah. Unaposikia kwamba kuna jambo unataka mbele za Bwana, unyamazi tu. Unatafuta
natafuta wakati niende katika nyumba ya Bwana. Yes. Niende tu kwake. Bwana asifiwe. Amen. Maana tumeambiwa hapa ya kwamba huu ni mlima ambao ni mlima mtakatifu, na tunapopanda mahara hapa kuna hivyo tulikuwa tunaiba tunasema kilima hili nikuwa niye kwenda. Bwana asifiwe. Amen. Kwenye mlima ndipo nataka. Maana nikipanda hapa mlima nitashuka na nguvu mpya. Bwana asifiwe. Amen. Na tumeona ushahidi huo katika watu kama Musa na hata Yesu Kristo mwenyewe, maana pia alikuwa anaenda kuomba katika mlima. Bwana asifiwe. Amen. Na sizungumuzi mlima ambao ni Mauti Kenya. Bwana asifiwe. Amen. Ama ule mlima wa Munyoro. Bwana asifiwe. Naongea kuhusu mlima wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Na mlima wa Bwana ni mahara hapa. Bwana asifiwe. Yes. Kwa hivyo kama uko na jambo kila wakati, jua ya kwamba pahali tu utaegemea upate usaidizi ni mbele ya Bwana. Bwana asifiwe. Usidanganyike. Usidanganywe na yalimwengu. Uambiwe kuna mahali mengine utaenda kupokea msaada. Bwana asifiwe. Ambia mtu akikwambia kwamba ukija nikakupeleka mahali mimi nilipata msaada. Bwana asifiwe. Amen. Si tumeona katika nchi yetu mambo ambayo inainuka kila siku na usiku na hata na mchana kila wakati. Bwana asifiwe. Yes. Wengine ya kwamba wameambiwa na rafiki yake, kama mwingine yule ambaye aliaibishwa na mtumishi mmoja. Alisema alipokuwa anashuhudia pale Kameme, alisema ya kwamba yule rafiki alimuelekeza mahali pale. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima pia unachagua rafiki yako ni nani. Bwana asifiwe. Anakuelekeza katika mambo. Ukisikia hakuambii twende mlimani ya Bwana, achana na yeye. Hata achana kumwambia shida zako. Hata yeye hastahili kuzijua. Bwana asifiwe. Na tukaona yule dada akasema ya kwamba rafiki yake akamuelekeza mahali pale. Akamwambia kuja nikakuonyesha mtumishi ambaye atakuombea na akuweze kukusaidia. Bwana asifiwe. Lakini mwisho wake tuliona magazeti mahara wapi imejaa aibu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima uchague ya kwamba rafiki ambaye uko karibu na yeye anakuelekeza katika njia gani. Bwana asifiwe. Kama hana neno maombi, kama hana neno Roho Mtakatifu, kama hana wacha tukafike mbele za Bwana, huyo sio rafiki wa kuchagua katika hii maisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuendelee kujua ya kwamba mahali tu tunaweza pata usaidizi ni mbele ya Bwana. Bwana asifiwe. Huko kwingine hakuna usaidizi utapokea ambao ni usaidizi wa maisha. Bwana asifiwe. Ingine tunasema ukipea Mungu maisha yako, yeye yako tayari kwa ajili ya upendo wake na neema yake. Bwana asifiwe. Tunapokuja mbele ya Bwana kwa njia ya maombi, Bwana asifiwe, Mungu wetu wako tayari. Anakuaga tayari kila saa na dakika. Bwana asifiwe. Unapoambiwa ukafanya kazi unasema wacha nijitayarishe. Wacha nijitayarishe nikusanyishe vyombo zangu niende kazi. Bwana asifiwe. Lakini Mungu haistahili yeye akusanyishe vyombo. Bwana asifiwe. Kama vile tunaonaka katika sinema zikiendelea, wazale sana sana za Nigeria, wale huenda kutafuta usaidizi kwa waganga, unaonaga ametayarisha sijui mesheni. Bwana asifiwe. Mungu wetu hakai njia ile. Bwana asifiwe. Yeye hastahili kujiandaa ili asikize mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Na tulikuwa tunaona kwamba Danieli alipokuwa anaomba, Roho wa Bwana alipokuja, malaika wake alimwambia kwamba Danieli, siku ya kwanza ulipopiga goti lako, Bwana alikusikia. Bwana asifiwe. Bwana alikujibu maombi yako. Bwana asifiwe. Si wengine wakienda pale kama ni kule Misri kwa kutafuta usaidizi wa mganga, si ataambiwa ni baada ya siku 7, sijui ni baada ya siku 14. Bwana asifiwe. Mimi nashuhudia kwa yale mambo ambao nasikia, sijawahi kuwa katika lile mambo. Bwana asifiwe. Mungu wetu katika tu lile dakika umepiga goti lako, ile dakika tu umeomba usaidizi wake, yeye huwa tayari kukuachilia usaidizi wako dakika kama ile. Bwana asifiwe. Swali inakuwaga umejiandaa namna gani? Bwana asifiwe. Maana Mungu atakoja kuona huu moyo ambao unanililia ni moyo wa aina gani. Bwana asifiwe. Je, ni moyo unapoteka mbele zangu? Bwana asifiwe. Akikuchunguza ndani ya moyo wako na anaona ya kwamba hakuna jambo ambalo hakuna jambo baya ambalo naona ndani ya huyu hiki kiumbe ambacho kimeninamililia, atakutimizia hoja zako dakika hiyo na punde dakika hiyo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunafaa kumpea Yesu Kristo maisha yetu. Bwana asifiwe. Atawale ndani yetu. Bwana asifiwe. Mahali naweza kuwa ninakwambia utaweza kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ako mahali ambapo amekaribishwa. Bwana asifiwe. Tumesoma katika Ufunuo, wacha sasa tuende pale Ufunuo 3 tulikuwa. Ufunuo 3:20 imesema ya kwamba tazama nasimama mlangoni. Bwana asifiwe.
Si unasikia? Nasimama wapi? Nasimama mlangoni. Hiyo ni kwanza. Nabisha. Bwana asifiwe. Mtu akisikia sauti yangu, Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna kusimama, nasimama mlangoni. Bwana asifiwe. Na tuondoe sasa ukawaida. Nimesema sio mlango kama ile imetengenezwa mahali pale. Bwana asifiwe. Amen. Nasimama mlangoni. Bwana asifiwe. Nasimama mlangoni nabisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nyumba ile ambayo ni nyumba yetu, mtu asipobisha utafungulia? Hauwezi. Bwana asifiwe. Maana unafungulia yule amefanya nini? Amebisha. Bwana asifiwe. Huwezi hata kufungua mlango tu kama hata hakujabishwa. Bwana asifiwe. Lakini kama kuna kubishwa, jua ya kwamba kuna mtu ambaye anataka kuingia ndani ya huu mlango ambao mimi naelekea kufanya nini. Kwa hivyo wewe ni jukumu lako kufungua. Bwana asifiwe. Amen. Alafu kuna tena kusikia. Bwana, si inatuambia kwamba ya kwamba nabisha mtu akisikia sauti yako. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo sio wote watasikia sauti. Bwana asifiwe. Sio wote watafanya nini? Watasikia sauti. Lakini kuna kusikia. Tumeonyeshwa ya kwamba kuna kubishwa. Kwa hivyo lazima usikize hiyo sauti ya kufanya nini? Ya kubisha. Kubisha sasa si ni Pastor Peter akituambia tuokoke. Tulete maisha yetu. Tulete mizigo yetu hapa. Bwana asifiwe. Amen. Nani anataka kuokoka? Bwana asifiwe. Nimeona ya kwamba lile ni jambo ambalo watu wamechukulia na kawaida siku ambazo tuko. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo kubishwa, usigoje ati sasa ndio ulale, ati ndio utasikia kwa ndoto useme niliota. Bwana asifiwe. Ama useme ya kwamba uliona. Bwana asifiwe. Amen. Sauti ambayo unafaa kusikia ikibisha mlango ni lile neno unaambiwa, si ulikaribisha. Bwana asifiwe. Oh, yes. Na si upe Mungu maisha yako. Bwana asifiwe. Hiyo ndio sauti ambayo tunapuuza kila usiku na kila mchana. Bwana asifiwe. Wengine watasikia mtumishi hata akisema kwamba nani yako tayari kumpokea Bwana Yesu katika maisha yake. Bwana asifiwe. Amen. Na hajataja jambo lingine lile. Amesema kwamba nani yako tayari kumpokea Yesu Kristo maishani mwake. Bwana asifiwe. Amen. Wengi wamefuga, wameziba masikio yao. Bwana asifiwe. Amen. Hata wanaposikia ya kwamba mtumishi akisema hivyo, lile ni jambo ambalo ni la kawaida, wamezoea. Bwana asifiwe. Amen. Tulipoenda mahali pale ushirika, wale walikuwa ile siku huko kwa mzee Masharia, ule mtumishi alisema kuna mtu ambaye ako na jambo. Tulikuwa tumekaa karibu na mke wake. Bwana asifiwe. Amen. Akauliza kunaye mtu ako na jambo. Sasa mimi nikainua mikono. Bwana asifiwe. Amen. Maana nilikuwa na jambo. Hata kama najua kujiombea. Yes. Na yaweza kuwa roho wa Bwana ndiye anazungumza dakika hiyo, mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini mimi naona mzee ambaye labda kiatu yake imeinama. Bwana asifiwe. Mimi naona tu mtu wa kawaida. Bwana asifiwe. Wewe tu unaona mtu ambaye unamwangalia tu physical, unaona huyu ni pastor tu. Bwana asifiwe. Yes. Yaweza kuwa roho wa Bwana ndiye ananena dakika hiyo. Bwana asifiwe. Amina. Lakini sasa wewe tunaona jambo la kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Na nikaweza kuinua mikono na nikaona ya kwamba Mungu aliweza kutimiza lile jambo ambalo nilikuwa nimemuomba. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo sauti tunasikiaga kila mara. Amen. Lakini sisi ndio hatunaipuuza. Tumeweka masikio uziba. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza katika maisha tunayopitia hii ambayo tumeonyeshwa ibilisi yako humu duniani. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Na tukiomba kusali huwa tunaambia Mungu kama tumekosea katika njia ambayo ni ya kuwaza na kutenda, tusamehe. Bwana asifiwe. Amen. Na tukafundishwa hapa siku nyingine na mtumishi wa Mungu, tunapokuja mbele za Bwana lazima tujitakase ili tukaweze kuwa watakatifu mbele zake. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nikisema wewe ni mtenda dhambi, mwingine anasema mimi niliokoka 27, hatujakataa. Mwingine hata atasema niliokoka kama hujazaliwa. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wacha nikuambie ya kwamba safari ambayo tunaenda haitaki useme ya kwamba ati wewe ulimpokea Mungu muda mgani. Bwana asifiwe. Amen. Swali ni je, katika nani anayemiliki hata dakika hiyo unapokuwa ukizungumza? Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo waweza kuwa uliokoka miaka imeenda, lakini bado hata ulitoka katika zile njia. Bwana asifiwe. Amen. Ninapoenda kuomba ombi huwa naambia Mungu, Bwana nirejeshe katika njia zako. Bwana asifiwe. Amen. Maana waweza kuwa umetoka katika njia hata bila kujua. Bwana asifiwe. Amen. Rejesha katika njia zako. Bwana asifiwe. Amen. Na tunaona ya kwamba Mungu hajawahi tuacha, sisi ndio tunayeacha Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Nasi hata ukirudi nyuma, wengine wataendelea na kutumikia Mungu. Kwa hivyo wewe ndiye umerudi nyuma ama umekataa
mambo ambayo ni ya ufalme wa Bwana. Bwana asifiwe. Lakini yeye unaporudi tena, si atakukubali mtumishi wa Mungu. Unapoenda katika ile njia inafaa, atakupokea tena. Bwana asifiwe. Wanalika hapa atuchezea ile mchezo kutuonyesha kijana aliporudi alipokelewa na baba yake. Bwana asifiwe. Lakini yule mwingine alikuwa anasema mimi nimekuwa na wewe hapa, hujawahi hata nichijia kitu. Bwana asifiwe. Lakini baba yake alikuwa anaona mwana wake amefanya nini? Amerejea. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo baba yetu aliye mbinguni anakaa. Tunaporejea katika njia zake, yeye hutusikia. Bwana asifiwe. Ile jambo huwa tu anakataa ni wale ambao hata wanamchezea. Sasa mwingine ataingia kwa dhambi, aseme ya kwamba nitaenda mbele za Bwana na nitaweza kutubu na najua atanipokelea. Bwana asifiwe. Siku moja utajipata ukiwa kama Samson. Bwana asifiwe. Yeye ambaye aliona tu nguvu zake ni za kawaida. Bwana asifiwe. Aliyeona ya kwamba mimi ninazo nguvu hata mkinifuga. Bwana asifiwe. Siku moja ilifika ya kwamba Mungu kama vile neno linatueleza alimuacha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tusidanganye mawazo yetu na safari hii tunapoenda. Bwana asifiwe. Amen. Tusikae tukiegemea kusema ya kwamba na si nitaonekana ya kwamba nimeokoka. Hiyo nikuambie ni faida yako. Bwana asifiwe. Amen. Mtumishi wa Mungu hata anaposimama mahali pale, hata kama ni sokoni, na kuulisha nani yako tayari kupokea maisha ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Nani yako tayari kumpokea Yesu Kristo maishani mwake? Hata yule ambaye hajampokea asiposema, hiyo siku imeisha. Bwana asifiwe. Amen. Amefanya ile kibarua ama amefanya hadi na mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ningependa kuomba ya kwamba maisha yetu kila na dakika tukaegemezee huyu Mungu wetu. Bwana asifiwe. Amen. Maana kwake sio kwa kila mtu. Bwana asifiwe. Amen. Wala kwa wale ambao wanaenenda katika mienendo ambaye yeye mwenyewe anapenda. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ilikuwa mimi hata ningependa kuhubiri sasa hiyo ingine ya nguvu, lakini Roho akaweza kunikumbusha ya kwamba tuko katika mwezi wa maombi. Bwana asifiwe. Amen. Na hata nikutie nguvu, kama huna maombi, kama huna Roho Mtakatifu, tunaenda wapi? Bwana asifiwe. Ninatamani tunapofika pale mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Mzee hata labda niliona miaka 20 imepita, nione hata yeye anatikisa dhobi. Bwana asifiwe. Taji lake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapa tunashughulika ya kwamba hata ukifanya kazi njema, hata ukifanya kazi namna gani, jua ya kwamba unaifanya mbele za Bwana na unaifanya kadri na mapenzi yake. Bwana asifiwe. Maana ya hapa duniani hatutaiona tena. Bwana asifiwe. Hatutasema yule ambaye alikuwa mwema sana, lakini tutakuwa tunasema ya kwamba nilishinda. Bwana asifiwe. Kama vile neno limetuambia katika Ufunuo ya kwamba jinsi mimi nilivyoshinda. Bwana asifiwe. Ule ni roho ni Yesu, alikuwa Roho wa Bwana ndiye alikuwa anatumia ile maneno kusema kwamba kama alikuwa hapa duniani. Bwana asifiwe. Na akaweza kuyashinda na akaketi pamoja na baba yake, akatuahidi ya kwamba hata sisi tutaketishwa pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo situjikakamue. Bwana asifiwe. Tushinde hii vita. Bwana asifiwe. Situjikakamue. Bwana asifiwe. Tuzidi kutafuta Bwana maadamu anapopatikana. Bwana asifiwe. Hapatikani huwe unaweza sema ya kwamba ananijua, anajua mahitaji yako, lakini lazima tukae tukimjulisha. Bwana asifiwe. Tukasimame kwa miguu zetu. Tukasimame kwa miguu zetu na tutabarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Jambo ambalo ningependa kukuambia ni ya kwamba wengi huishi na kujidanganya mioni mwao. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa la Salida liliweza kuandikiwa, nilikuwa nakuposha mtumishi wa Mungu hapa na akaniambia analifahamu lile neno. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa la Salida lilikuwa zinaandikiwa barua katika huo ufunuo. Bwana asifiwe. Amen. Wakaambiwa ya kwamba waweza onekana hai, lakini unaendelea na ile kukufa. Bwana asifiwe. Amen. Na akasema kuna muda ambao ni muda ambao ni wa kujihusisha vizuri ama kujishikanisha vizuri na Muumba wako. Bwana asifiwe. Kuna muda wewe uamke, uombe. Bwana asifiwe. Uombe Mungu, Bwana, mimi sijui, naweza kuwa nilitoka katika njia zako kwa kutokuwa kujua kwangu. Bwana, ni wakati wako Bwana, nirejeshe katika njia zako Bwana, ili nikaweza kuketishwa na wewe katika kiti chako cha enzi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale ambao Bwana weza kumwabudu Mungu, nikiwaomba tu tukaweze kuja tukaimbe wimbo ambao ni wimbo moja, halafu tukaweze kuwa na ombi, na najua Mungu atatubariki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ndiye unayejua mawazo yako. Bwana asifiwe.
mtumishi wa Mungu hawezi kukulinda ama hawezi kukuelekeza, hawezi kukulazimisha ukaweze kuendelea katika hatua za maombi. Bwana asifiwe. Lakini jua ya kwamba ni faida yako mwenyewe. Bwana asifiwe. Ni faida yako wewe na familia yako. Bwana asifiwe. Dawa bila kuwa ya kwamba kuna Roho Mtakatifu anatawala mahali pale, haliwezekani. Bwana asifiwe. Katika uongozi ambao labda ni uongozi ambao tumepewa makanisani mwetu, haiwezekani pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tukiipa ile wimbo ambayo tutaongozwa nao, wimbo moja. Bwana asifiwe. Ulilie Mungu, mwambie Mungu, Bwana nirejeshe katika njia zako Bwana. Naomba Roho Mtakatifu akawe kiongozi katika maisha yangu. Naomba Roho wako ambaye alikuwa pamoja na Yesu Kristo pale jangwani asiniwache, awe na mimi katika kila hatua. Bwana asifiwe. Hatutajaribiwa maana tuko kanisani. Tutajaribiwa pahali popote, ukiwa ni kazini, ukiwa ni wapi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukaongozwe na hiyo wimbo. Is your name.